Lengo, Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa kwenye tume na maelezo tulioipata, ni kwa matukio yale yalikuwa na malengo makuu yafuatayo. La kwanza ni kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kutokana na ushahidi uliotolewa mbele ya tume, lengo kuu la ghasia za Oktoba 25 lilikuwa kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Lengo hili linadhihirisha kupitia vitendo mbalimbali wafanya ghasia, ikiwemo kuharibu vituo vya kupiga kura, kushambulia askari kwenye vituo, mawakala na wasimamizi wa uchaguzi, kuharibu mali za wasimamizi wa uchaguzi, vitishio, madhara na mashambulizi dhidi ya wananchi waliojitokeza kupiga kura, kupora mali za wasimamizi wa kupiga kura, na pia kuna ushahidi kwa wale wamepiga kura na bado walikuwa na vidole vyenye alama ya wino, kukatwa vidole vyao au kujaribiwa kukata vidole vyao, na wengi wao walipa fedha ili wajinusuru kufanywa hivyo. Pili ni kufikisha ujumbe kwa serikali. Kupitia ushahidi, taarifa na maoni, imekuwemo majadiliano na wataalamu wa uchumi, inaonekana kuwa kupitia ghasia za uchaguzi mkuu, vijana walioshiriki walipata mwanya wa kufikisha ujumbe kwa serikali kuwa wanataka kusikilizwa na kutatuliwa changamoto zao zinazowakabili. Ilibainika kuwa waratibu wa ghasia walitumia malalamiko ya wananchi dhidi ya serikali wakati wanawashawishi kushiriki kwenye ghasia. Lengo la tatu kwa walioshiriki ni wizi na uporaji. Kwa mujibu wa ushahidi, taarifa na maoni, miongoni mwa wafanya ghasia yalitokeza makundi makubwa yalikuwa na lengo la kuiba na kupora mali. Ushahidi wa moja kwa moja wa waathirika waliopora mali zao au kuibiwa, pamoja na picha za kidijitali na za kupitia picha mnato na picha mjongeo, unaonyesha namna vitendo vya wizi na uporaji vilivyofanywa na makundi hayo. Kwa mfano, wizi na uporaji uliotokea katika maduka na maeneo mengine ya biashara kwenye mikoa iliyotembelewa na tume. Vitendo hivi vimethibitisha pia na baadhi ya wamiliki wa mali na biashara waliofika mbele ya tume kutoa ushahidi.